aliyekuwa anakataliwa na wakwe, kijana huyo ndiye anabeba hiyo familia, dada huyo ndiye anabeba hiyo familia. Tumoja apige kelele Bwana, aseme saa inakuja, dakika zinakuja, heshima imekuja. Jamani, nasikia utamu fulani. Kuna mkataba unachomolewa mahali, inapelekwa kwa wachawi, ya kwamba mlivyofunga mama babangu, saa yake imefika. Mlivyofunga mama Malebati, saa ya kijana wake kufunguliwa imefika. Mlivyofunga Sara, saa yake imefika. Mlivyofunga Raeli, saa yake imefika. Mlivyofunga Hebron, saa yake imefika. Rababa shakaria masanda. Kuna mkataba unashuka mahali, kuna mkataba unaenda kwa waganga, kuna mkataba unaenda baharini, kuna mkataba unaenda kwa wachawi, kuna mkataba unaenda kwa wanafiki. Nyanyuka. Sema mkataba wangu unakuja kwenye hiyo familia, inakuja. Siko kwa bahati mbaya kwenye familia, siko kwa bahati mbaya kwenye hiyo kibanda, siko kwa bahati mbaya kwenye hiyo ndoa. Kuna kusudi. Receive it. Siku atatambua mkataba umeshafanya kazi. Ni siku atasema, nani anapita Sara? Amani, hivi nilimsemaga kweli? Atanisaidia. Unasema nani anapita? Acha kia Mungu atanikaze roho. Wewe zako unaenda tu na kipochi chako, sijui na mwanaume unaenda na suti yako, unashangaa tu anapita mbele yako. Shikamoo. Namwangalia. Hiyo shikamoo yenyewe. Najiuliza, wewe kwambie, kama Mungu atafufua mkataba na heshima aliyokupa, lile kusudi ambalo ameweka ndani yako, heshima yako ni moja tu duniani. Kama ni mama, kama ni baba, heshima yako ni moja. Shikamoo mama, shikamoo baba. Baada ya hapo mengine yote ni dharau. Na mtu ni wa heshima. Mtu ni wa nini? Wa heshima. Siku inakuja hawatakutambua. Kuna mtu leo ni mwembamba, wewe sio mwembamba. Shida ni matatizo, wamekuzuia getini. Mwangalie mwenzako, mwambie ni bonge la mtu. Duniani kuna watu wawili tu, mfupi. Shida wamekuzuia. Mpaka afi nasema hatukutaki. Umefanya sweta mpaka wanafahamu mtaa mzima. Kama ni mwanaume unafaa suit, unafaa suruale, mpaka ukionekana nimeona ana ile jinsi yake. Kama ni dada umenyoa kipara mpaka nasema kipara amepita hapa. I am telling you, hata kama utakuwa siku moja na wewe, Mungu akubadilishie nani jamani, mboga. Mungu akubadilishie hali ya hewa. Mungu akubadilishie hali ya hewa. Paka adui zako watasema toba. Nataka Mungu akabadilishe hali ya hewa. Na wewe ukitokea ndani ya wamama ukohoe na wewe, maana ukohoagi. Kuna watu mkienda ndani ya wamama wengine unashindwa kukohoa. Unasema unaona kiatu mume wangu, unaona hizo nywele mume wangu, umeona isuti hata na tatu. Mama anatoka ndani ya wamama wenzake anasema kijana wangu namshukuru jamani, Mungu azaa tu. Mama zaa tu. Ni yule kijana wangu wa kwanza mama. Yaani acha tu. Niliteseka naye. Tena babaka alinikataa. Lakini wewe acha tu. Mungu ambariki kijana wangu. Ukiona hii hali ni yeye. Unakohoa. Unashangaa. Unakohoa. Ukienda kwenye kikao unakohoa. Wakisema tunachangia shilingi 60, mwambie mbona 60 ndogo? Unakohoa tu. Unakohoa. Wakitoa mchango kanisani unasema na mimi nakohoa. Shilingi ngapi? Weka 300 bwana. Unakohoa. Wakienda kwenye familia unakohoa. Popote unapokanyaga unakohoa. Nataka kwenye boma uliopo ukakohoe. Sema nitakohoa. Mume wako aliyekatiwa tamaa atakohoa. Unajua akikohoa tu, Mungu akikohoa juu yako. Mungu akicheka juu yako, kicheko kimoja cha Mungu ni kifo cha maadui maelfu. Na Mungu akicheka mara hii unakohoa na wewe. Sema hebu kohoa kidogo. Yaani ulikuwa ukimwona mama mkwe moyo unapasuka pap. Ulikuwa ukimwona shemeji mtu moyo pap.
mke mwenza pap. Sasa inakuja saa ambayo ukiona hautapasuka, ukiona yeye ndiye anapasuka pap. Unajua anapasukaje? Kuna wakati ulikuwa mishi ukitembea julikana unaenda mbele wala nyuma. Ukitembea nguo inasema sambula. Yaani viatu vinakuambia nako tunakukataa. Yaani ukichomeka ukitembea unasikia tas. Ni viatu vya kuchomeka tas. Yaani kila kitu kimekukataa. Siku atakutambua ndipo utakohoa. Unapita mbele yao kama rindima fulani, kama kanguruwe fulani. Ukitembea unatingisha kidogo, unatembea unajisikia vidogo, unatembea sura imekuja Ninatamka kinabii, kabla hujaja duniani umesaini mkataba kuja, na leo nakupeleka kwenye vitu vyako, na leo nakupeleka kwenye mkataba wako, na leo nakupeleka kwenye position yako. Nataka nitamke, utashangaa aliyeitwa rafiki anadondoka, utashangaa aliyeitwa mpendwa anaumia, utashangaa aliyeitwa rafiki alichokukutakia kinahama kwake. Mateso yako kihame kwa maadui, mateso yako yahame kwa. Kwa hiyo mnafiki na rafiki wana hali hii. Tabasamu lao ni moja, kicheko chao ni kimoja, lugha yao ni moja. Kwa hiyo ukimfia mtu, jamani anaongea vizuri, nampenda, hana shida kabisa, ndio huyo anakumaliza. Mungu amfichue. Hata kama ni rafiki uliyempenda, nataka niseme ndiye anayekuwa sababu ya kuzuia familia yako, unachokibeba, mume wako. Nataka nitangaza, hatuna huruma nao. Malaika washuke, wabomolewe, waondolewe, wasi wakufia njiani. Mtu mmoja aseme amen. Hata kama ni ndugu, kisha kuwa adui, Mungu amfichue. Adui hana rafiki eti. Kwa hiyo muombe Mungu sana. Kuna watu uko nao unafikiri uko nao, hawako na wewe. Kimwili wako na wewe, rohoni hawako na wewe. Wanakuotea watoto wako, wanaotea vijana wako, wanaotea mimba yako, wanaotea nyumba yako. Maana kuna wengine mlipopambana kutimiza kusudi la Mungu, maana chochote unachofanya chini ya jua, iwe unajenga, iwe unasomesha, iwe unafanya kazi ya Mungu, sio kazi yako hiyo. Kila aliyoko duniani kwa mjibu wa kitabu hiki anasema, kabla sijakuumba nalikujua, na kabla hujatoka nalikutakasa. Maana yake mimi nakutuma mwanangu Glory, utakwenda kama Glory, lakini sio Glory wa kawaida. Huko duniani una nafasi yako na kuna kazi yako, haitaenda hiyo kazi bila wewe. Uchawahi kuona mtu akifa hakuna anayeweza kuziba pengo lake? Hata kama una watoto 10, mmoja akifa pengo lake halizibiki. Hii ni ishara kila mtu ana nafasi yake. Nataka niseme hiyo nafasi yake hakuna atakayezuia. Hiyo nafasi yako lazima kitaonekana. Mmoja apige kelele, naangusha TV za kuzimu, naangusha kamera zao, naangusha vikao vyao, naangusha mada zao. Shujaa moja apite, shujaa moja anyanyuke. Sema amen. Angalia mtu amekaa pe, shujaa moja apite. Unajua ibada, unashangaa hili neno linakuja kwa ajili ya mtu huyu ambaye amekusudiwa. Nilishangaa Jumapili watu walionitumia message, sikutegemea wangepokea hizo nani. Kwa hiyo neno haliji bure. Kuna mtu Mungu anamtafuta. Sema amen. Sema basi amen. Namuona mtu ambaye kwake kutatokea kibichi. Habari njema itatangazwa kwenye tumbo lake. Habari njema itatangazwa kwenye uzao wake. Habari njema itatangazwa kwenye boma lake. Habari njema itatangazwa kwenye mji mzima. Watasema ni kwa nani? Watasema ni kwa mama bangu. Nini kimetokea? Angalia zile nyumba vijana wake wanapandisha. Angalia yule mdogo aliyekuwa mvuta bangi ameacha bangi, anajenga kale kanyumba. Angalia watoto wa mama wale Bahati, sio wale uliowajua. Angalia watoto wa mama ile, sio wale uliowajua. Nataka niseme kuna mtu kwenye familia ataweka historia ambayo hakuna atakaye izuia. Sema basi amina kama unanielewa. Guse mwenzako kwenye bega, mwambie kuna kinachokuja. Kabla hujafa utaweka historia. Ayaya. Angalau na wewe siku moja kwenye familia ukohoe.
Ulikuwa ukitoka kama baba, kama mama au kama kijana, ukienda ndani ya wazee wenzako uko hoi, unakuta wamekaa kijiweni, unaje jamani shikamoni. Ukitali mama likubwa na zinasalimia vitoto, jamani shikamoni, kwa uoga tu. Baba mkubwa anaenda kijiweni, watoto wake ni walevi hakuna anayetambua. Unashangaa netu, wewe baba fulani, haya kijana wangu ninunulia basi mboga hapo. Shangaa mama, ukitoka kwenda katikati ya wamama wenzako una sauti gani? Maana ukiongea unasema nini sasa? Anatuambia nini? Anasema nini? Hata kamati ikiwepo sasa umemweka tu ziada, lakini mweke tu, maana anaweza kaja kufagia hapa barazani. Hivi unajua dharau za wanadamu wewe? Hivi unajua wanadamu wanavyokuchambua? Umemweka tu, lakini wewe na wewe bana ungeweka wakina fulani na fulani. Yaani kwa maana wewe ni ziada, extra. Ziada fulani. Kijana wako ni ziada. Mama yako ni ziada. Dada yako ni ziada. Maisha yako ni ziada. Yaani hata kwenye jamii uliopo ujulikani. Nani atakutambua? Hata mtu akija nyumbani kwako anauliza, unamwambia ukifika pale kwenye hilo kanisa au pale Bombani, uliza tu kwa mama fulani, kwa mama Nairaeli, kwa mama fulani, uliza tu kwa Boaz. Mtu anakuja anauliza, jamani Boaz ni nani hapa? Boaz? Boaz yupi? Sisi hatujui mtu anaitwa Boaz. Yaani unasahaulika mpaka mtu aliye jirani yake ajui. Anasema jamani nimeuliza hawanijui. Akasema najulikana bana, hata hiyo kibanda kiko pala anijui. Hebu nenda kwenye kibanda muulize. Unaenda jamani nauliza Boaz hatumjui Boaz. Yukoje? Ni dada fulani, kaka fulani hivi, kembamba mabega yamepanda hivi, alafu huko nani amekuwa kembamba kanapenda kuvaa dela ile akitembea anasema fa kinapenda, ndio hivyo. Unashangaa, anamsema nani? Anamsema digidigi. Digidigi yupi? Si yule ambaye anafaga koti moja tu, yule na shati moja, si yule na kiatu kimoja, si yule anafaga jinsi ambayo limetoboka. Yaani wewe unafahamika kwa madhaifu, yaani unafahamika kwa sweta. Unashangaa, leo nimeona shati lake. Yaani shati umevaa mpaka mtaa mzima wanakufahamu. Umevaa kiatu mpaka wanafahamu. Umesuka nywele mpaka wanafahamu. Yule mwenye miraba mitatu anapendaka kupiga zile miraba mitatu ambayo imekaa kama majani. Huyo. Tena yenyewe yale miraba yenyewe mitatu uliyovunga kwa sababu hata unayakusuka umegongea. Siku ukifunga rasta, yani siku ukisuka rasta, umeona kama ule mwanangu Mama Hebron pale ile nani yake, alafu umeona zimechoka. Mama Hebron, naomba nikutembelee jamani kesho. Jamani mbona zimesufurumwe basi hivi? Yaani unamguzaguza. Yaani unapigia mahesabu rasta ya mtu kichwani. Ngambia sasa njoo basi unifurumue, yaani unapata kazi. Unapata kazi mikono inauma, alafu kimaliza unashika. Haya jamani acha nikasuke. Yaani nataka nitamke, hautagongea kwa mtu. Historia itabadilika. Sema fire. Sema fire. Use mwenza kumwambia nitaweka historia. Sema basi amina kama unanielewa. Sema basi amina kama unanielewa. Siku watakapotambua una kusudi ni siku mama na umekohoa ndani ya kikundi. Unaenda kibabe. Wanafanya sherehe unajitokeza tu kama mabangu. Jamani hodi. Karibu mama. Mpe mama kiti. Kimbia bana. Mpe kijana kiti. Ni kijana mdogo lakini watakuamkia. Siku watajua unabeba kusudi. Ni siku ambapo kijana wako ametambulishwa, amerudi nyumbani. Kuna vitu anafanya. Siku amekutambua ni siku ambayo hiyo biashara ndogo ulio nayo wataikuta imepanuka. Watakuita kila jina lakini mbingu itafanya kitu kipya. Yaani sasa hivi kuna mahali ukipita unasema nani anapita? Digidigi.
Achana naye. Nani? Mama Baraka. Kuna siku inakuja ukipita mahali watasema mama Neema anapita. Jamani, mama Neema anapita. Nilikuwa natamani kumuona jamani. Nilikuwa natamani kumuona. Utamuonaje? Utamuonaje mama Neema? Mama Neema amekuwa busy. Hata tumpate kwenye vikundi. Mama Neema amekuwa busy. Hata hapatikani ovyo ovyo. Akitoka asubuhi anarudi yuko busy. Anapatikana kanisani, anapatikana kwenye majukumu. Bwana akufanye kuwa busy. Bwana akufanye kuwa busy. Bwana afanye watoto wako kuwa busy. Bwana wafanye watoto wako wapotee mitaani. Wapatikane kanisani, wapatikane kwenye kazi, wapatikane kanisani, wapatikane wanajenga, wapatikane wanasaidia watu.